Katika miji, mitaa, masoko na mitandao ya kidijitali kote Afrika, jina la Rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore linatajwa kwa shauku isiyo ya kawaida kwa viongozi wa nchi. Picha yake inachorwa kwenye kuta za miji, inachapishwa kwenye fulana na kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii kama vile ni mazishi. Kwa kizazi kilichotamanishwa na ahadi zilizovunjika na kutegemea ukoloni mamboleo, kapteni huyu mwenye umri wa miaka 36 kutoka Burkina Faso amekuwa zaidi ya kiongozi, ishara ya heshima na ujasiri uso wa kizazi kipya cha Pan-Afrika. Kapteni Traore aliponyakua madaraka Septemba 2022 kwa mapinduzi ya rais wa mpito Paul-Henri Dabimba, wachache nje ya Wagadugu walielewa uzito wa kilichofanyika, na hayakuwa tu mapinduzi mengine katika ukanda wenye msukumo mkubwa wa kisiasa, bali ni mpasuko wa kizazi kinachohitaji mabadiliko. Mhitimu wa chuo kikuu cha Wagadugu na kamanda wa zamani wa kikosi cha mizinga, Kapteni Traore alijiwasilisha si kwa kiburi cha udikteta, bali kwa utulivu wa mtu aliye na dhamira kuikomboa nchi yake kutoka kwa unyonyaji wa kigeni na kuirudisha katika mamlaka ya kiraia. Hakusita kutangaza nia ya kurudisha rasilimali za Afrika mikononi mwa wenyewe. Wakati Traore aliponyakua mamlaka, mataifa ya magharibi yalilia na kusaga meno, lakini umaarufu wake miongoni mwa vijana ulilipuka kama cheche kwenye majani makavu. Ujumbe wake ulieleweka katika kuapishwa kwa Rais John Mahama nchini Ghana Januari 7. Traore alipokelewa kwa shangwe kubwa kuliko marais wengine 21 wa Afrika waliokuwepo wakati Rais John anaapishwa. Haikuwa tu makofi, ilikuwa ni tamko kutoka kwa vijana waliokatishwa tamaa kisiasa na kuona Rais Traore anakwenda kuwa mkombozi mpya wa bara la Afrika. Kwa vyombo vya habari vya magharibi, yeye ni mwenye mamlaka kupita kiasi. Jenerali Michael Lagay, mkuu wa majeshi wa Amerika barani Afrika, alimwita Traore mtu hatari zaidi katika ukanda wa Sahel, hali iliyochochea maandamano katika miji mbalimbali kuonyesha wazi uungwaji mkono wa Rais Traore. Katika hotuba yake mbele ya bunge la Seneti la Marekani, Lagay alimlaumu Traore kwa kutumia akiba ya dhahabu ya nchi kwa faida ya utawala wa kijeshi badala ya wananchi kwa ujumla. Lakini kwa Wabukinabe wengi, tuhuma hizo zinaonekana kuwa za kinafiki, kama alivyosema Akubi Joani, msanii wa muziki akizungumza na Associated Press. Kwa mamilioni barani Afrika na katika nje ya bara, Traore ni mkombozi sankala mpya aliyevaa sare, sauti ya ujasiri dhidi ya tamaa ya kibeberu na kielelezo cha ndoto ya muda mrefu kuelekea uhuru wa moja kwa moja wa bara la Afrika. Kuapa kwake kuna manufaa kumbukumbu ya Thomas Sankara, Che wa Afrika, ambaye kwa miaka 4 tu alifafanua kwa vitendo jinsi uongozi mageuzi unavyoonekana Afrika. Mgulo wake na mataifa ya kibeberu, sera zake za kujitegemea, usawa wa kijinsia na vita dhidi ya ufisadi ulimfanya apendwe na watu wa Bukinabe na kuwa tishio kwa maslahi ya nje, hasa mabeberu. Traore Sankara aliyethubutu kutetea ardhi na rasilimali, kukataa misaada ya kigeni na kupinga ushawishi wa magharibi barani Afrika, ameonekana kama mtu mwenye kuleta mageuzi zaidi katika mifumo ya kinyonyaji barani Afrika. Traore kwa sasa anaandika hadithi yake mwenyewe, na hadi sasa inagusa mioyo ya kizazi kinachotamani mabadiliko. Tofauti na watangulizi wake, yeye alichukua hatua za haraka kufanikisha sera za misingi ya kanuni na kuleta usawa katika jamii. Alifuta nyongeza ya mishahara kwa maafisa wa serikali iliyotangazwa na mtangulizi wake, huku yeye akibaki na mshahara wake wa kawaida wa kijeshi. Alifukuza wanajeshi maalum wa Ufaransa kutoka Burkina Faso, akidai kuwa walikuwa wakimlinda rais aliyepinduliwa.
madai ambayo Faransa ameyakana vikali. Kwa vijana, utawala wa Traore ni nafasi ya kuonyesha kile vijana wanaweza kufanya, lakini kwa Wabukinabe wa kawaida kipaumbele ni kuboresha maisha yao ya kila siku. Inaonekana Traore anakuwa uso wa Afrika mpya na thabiti, Afrika inayojinasua kutoka kutegemea wengine kiuchumi na kurejesha udhibiti wa rasilimali zake. Serikali yake inataifisha migodi miwili mikubwa ya dhahabu na kusitisha usafirishaji wa dhahabu ghafi kwenda Ulaya. Sasa Burkina Faso ina kiwanda kipya cha kusafisha dhahabu chenye uwezo wa kuchakata tani 150 kwa mwaka, ishara ya mabadiliko kutoka uchimbaji wa malighafi hadi uzalishaji wa thamani wa juu. Traore pia amekataa mikopo na masharti kutoka kwa shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia, akisisitiza kuwa Burkina Faso haitaweka rehani mustakabali wake kwa wafuasi wake. Msimamo huu ni dalili ya bara linalojifunza kujisimamia lenyewe. Sasa macho yote ya Afrika yanamwangalia yeye. Je, Kapteni Traore atakuwa kiongozi atakayetekeleza ahadi za mapinduzi ambazo wengi kabla yake walizisahau, au naye atamezwa na vishawishi vya madaraka?